Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa kwa sababu maalum, na sababu hiyo si nyingine isipokuwa kutoa tamko kupitia taasisi ya umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, ambao kwa ufupi wake tunaita UWAKTA. Takribani siku chache zilizopita kuna tukio ambalo limetokea katika ardhi yetu ya Tanzania, likiwa linamhusu kiongozi wa dini isiyokuwa ya Kiislamu Pastor Munisi, na katika mazungumzo yake makubwa aliyozungumza ni katika kulizungumzia vazi tukufu la hijabu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa sisi ikiwa kama ni walinganizi katika dini hii ya Kiislamu, na mimi nikiwa ni msemaji wa umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, tunawakilisha wahadhiri wote katika ardhi ya Tanzania. Tumetoa tamko, na tamko hili nitapenda nilisome mbele yenu, na baada ya kulizungumza tamko hili na kulisoma, kitakachofuatia ni kuweza kulitolea ufafanuzi katika baadhi ya mambo. Umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania UWAKTA, tamko la kulaani udhalilishaji wa vazi la hijabu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, assalamu alaikum. Katika siku za hivi karibuni kumetokea mambo ya ajabu na kushangaza sana katika mitandao ya kijamii, wakati alipoibuka mchungaji Faustin Munisi na kutoa tuhuma nzito dhidi ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu vazi la hijabu. Katika tuhuma hizo, Mheshimiwa Rais ameitwa Mswahili, muuza vitumbua, anaongoza nchi kidini na kadhalika. Lakini mchungaji huyo amekwenda mbali zaidi kufikia kusema Mheshimiwa Rais amekwenda kinyume na watangulizi wake waliomtangulia. Ndugu wanahabari, tukio hilo limekuwa na mengi ya kushangaza na kujiuliza. Kwa mfano, mchungaji Faustin Munisi amepata wapi ujasiri huu wa kumshambulia Mheshimiwa Rais waziwazi bila ya woga? Pili, kuna tatizo gani kwa Mswahili kuongoza taifa letu? Tatu, anayeuza vitumbua hana hadhi ya kuheshimiwa katika jamii yetu? Nne, vazi la hijabu kwa Mheshimiwa Suluhu Hassan ameanza kulivaa baada ya kuapishwa kuwa rais au kabla ya hapo? Tano, mchungaji Faustin Munisi alikuwa wapi katika kipindi chote cha uhai wa rais wa awamu ya 5 Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli, ambapo Mheshimiwa Suluhu Hassan akiwa anavaa hijabu kwa nafasi ya makamu wa rais? Katika maswali yote haya, endelea kutafakari tukiwa kama Watanzania. Hivi kuna vazi linalombadilisha mtu imani yake? Hivi uvaaji wa kofia za Waswahili ambao Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akivaa iliwahi kumbadilisha mwalimu dini yake? Mheshimiwa hayati Benjamin William Mkapa na hayati John Pombe Magufuli walikuwa wakivaa kanzu na kofia. Iliwahi kuzungumzwa kufanya hivyo ni uswahili au dini? Kimsingi anavyovaa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ndio Uislamu unavyotaka, na hata vitabu vingine vya Mungu vimesema hivyo. Ukinukuu Qur'ani katika sura ya 33 aya nambari 59, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yudhaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Tafsiri yake, ewe nabii, sema kuambia wake zako na watoto zako wa kike na wanawake wote waumini wa Kiislamu wateremshe nguo zao kwa kujistiri. Hivyo ni karibu zaidi kuweza kutambulika wasipate maudhi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na kurehemu. Hivyo mwanamke wa Kiislamu kuvaa hijabu ni takwa la Mola wake muumba wa mbingu na ardhi, na sio utashi wake. Hata kwa wenzetu wanaosoma maandiko ya Biblia, Paulo aliwafundisha wanawake wafunike vichwa vyao. Kwa mfano, kusoma katika Wakorintho wa kwanza 11:6 hiyo inasema, kama mwanamke hataki kufunika kichwa chake, nywele zake zinyolewe, na kama ni aibu kwa mwanamke kunyoa kichwa chake au kukata nywele zake, basi afunike kichwa chake. Kwa hiyo hili la kufunika hata katika Biblia pia limezungumzwa. Hivi kwa fundisho hili la Paulo, naye pia alikuwa mdini au alikuwa Mswahili au alikuwa muuza vitumbua? Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anavaa hijabu na aendelee kuvaa hijabu kwa sababu sheria za utumishi wa umma kuhusu uvaaji huo hazijakataza, na mamlaka yake ya urais haimzuii kuvaa hivyo. Kutokana na haya yote, umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tunatoa tamko rasmi leo siku ya Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2021. Kwanza,
tunalaani na kupinga udhalilishaji huu wa mchungaji Faustin Munisi kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Pili, tunamtaka aombe radhi hadharani kupitia mitandao ya kijamii Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Waislamu kwa ujumla. Tatu, aache mara moja huo mwenendo wa kumdhalilisha na kumtukana Mheshimiwa Rais kwa kigezo cha uvaaji. Nne, tunaziomba mamlaka zote za serikali kuchukua hatua stahiki kwa mchungaji huyu Faustin Munisi ili kulinda heshima ya Mheshimiwa Rais, na pia kuangalia waumini wengine wenye kuamini vazi hilo kuwa ni vazi la heshima. Tano, tunawaomba sana Watanzania wote tuendelee kushirikiana kwa mambo yanayotuhusu taifa letu, katika taifa letu, na kuvumiliana katika mambo yanayotuhusu katika imani. Uislamu ni dini huru, haimlazimishi mtu kuamini au kufata kilichoelekezwa. Tunawakumbusha kila mwenye dhamana ya kuongoza ajitahidi kutenda haki na uadilifu bila ubaguzi kwa misingi huru ya kuimarisha ujenzi wa taifa letu. Hii imetolewa na mimi, msemaji wa Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu Tanzania, Ustadhi Ali Muhammad Shatiri, na kila kitu kimeelezewa humu ndani, isipokuwa tu katika msisitizo katika haya tuliyozungumza. Taifa letu la Tanzania ni moja, na Tanzania taifa lake au serikali yake haina dini, lakini wanaongoza serikali wana imani zao. Kwa mfumo wa mazungumzo haya ya Pastor Munisi, maana yake ni kwamba mtu akiwa na dini yake asidhihirishe dini yake. Unajua kuna udini na kuwa na dini. Mtu hajakatazwa kuwa na dini yake. Na ndio maana tumeona viongozi waliotangulia waliokuwa Waislamu walikuwa wakiingia misikitini, na waliokuwa Wakristo walikuwa wakiingia katika makanisa. Haimfanyi kwamba yeye akiwa Mkristo akiingia kanisani maana yake ni kwamba Tanzania ni dini ya Kikristo, au akiingia msikitini maana yake Tanzania ni nchi ya Kiislamu. Kitu hiko hakipo. Lakini pia sisi wa Tanzania tunaishi katika misingi ya umoja wa kitaifa. Si jambo la ajabu leo kukuta nyumba ni ya Muislamu lakini mpangaji akawa ni Mkristo, au nyumba ya Mkristo lakini mpangaji akawa ni Muislamu. Hivyo yoyote atakayeleta chokochoko za kidini kwa sababu ya roho yake au kutokuwa na fikra nzuri, mtu huyo lazima achukuliwe hatua. Sasa katika hiki ambacho alichokizungumza Pastor Munisi, hiki amekidhihirisha, bila shaka yapo makubwa zaidi yaliyokuwa nayo katika nafsi. Kwa hiyo tunaviomba kama tulivyoandika katika tamko letu, vyombo vya dola vimfuatilie mtu huyu na hatimaye kuweza kumhoji katika hili. Nguvu hii ya kuyazungumza haya na kufikia pahala kuita rais Mswahili muuza vitumbua kwa sababu ya vazi lake, lazima ahojiwe kwamba kwa nini kayazungumza haya. Lakini pia tujiulize, tatizo ni nini? Vazi. Kwa hiyo alimtaka rais avae miniskirt au avae top? Ndivyo alivyokuwa akitaka? Kuvaa kwake hijabu ni utamaduni wake kama mtu wa pwani, kama Mzanzibari. Leo hii ukienda Zanzibari, kutokana na utamaduni wao, si jambo la ajabu kumkuta hata binti wa Kikristo amevaa hijabu. Ni jambo la kawaida, ndio utamaduni wao. Lakini jambo hili alikuwa akilifanya kabla hajawa rais. Mbona hakukuwa na mtu yote aliyehoji? Hakuna mtu yote aliyeonyesha kuwa na wasiwasi kutokana na vazi lake. Kwa hiyo tunasema kwamba katika misingi ya kiimani tuvumiliane. Leo hii ikifikia pahala kwamba na Muislamu naye tuseme kwamba kwa sababu mapasta wanavaa suti, kwa hiyo tukimwona makamu wa rais naye kavaa suti, na sisi tuanze kuzungumza kwamba huyu anatuletea uzungu, huyu anatuletea udini wa Kikristo kwa sababu suti zinavaliwa sana na Wakristo, tutakuwa hopeless. Hii nchi haijawa ya dini fulani. Tuvumiliane katika misingi ya imani, tujenge nchi yetu, kazi na iendelee. Mwenyezi Mungu atubariki sana, lakini naiomba serikali ifuatilie jambo hili kwa kina. Sisi kama Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu Tanzania tunalaani tamko na mazungumzo yaliyozungumza Pastor Munisi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.